lam walan yakuna, hayakuwa na hayatokuwa abadan, milele, sababan litamsil haqaiqi, sababu ya kuifuta na kuiondolea kabisa mbali hakika au kweli, mambo yaliokuwa halisi. Wa ighfalia, na kughafilika nayo, na kughafilika kabisa na jambo hilo. Wala nara aiban fi dhalika, wala hatuoni kabisa aibu kwenye jambo hilo. Baada istitharatina min man nathiq min ulamaina wa mashaikhina, baada istisharatina man nathiqu min ulamaina wa mashaikhina, baada ya kufanya mashura au yani baada ya kupata ushauri kutoka kwa yule ambaye tunamwamini, man nathiqu bihi, kwa yule ambaye tunamwamini, min ulamaina, katika wanachuoni wetu, wa mashaikhana, na wana mashekhe zetu, basi sisi hatuoni aibu kabisa kabisa kwenye jambo la haki, eti kwa sababu ya mapenzi ya kupenda maswahaba. Kwani kuna jamii inayojinasibisha na Uislamu imejenga mapenzi makubwa kwa baadhi ya maswahaba kiasi ambacho haki haitazamwi tena ya maswahaba hawa. Kuna wengine wanadhalilishwa na kuondolewa katika Uislamu eti kwa sababu ya mapenzi ya kupenda baadhi ya maswahaba. Sisi maswahaba tunawapenda sana, tena tunawajali kweli kweli, tunaamini kwamba hao ni bora kwa watu kuliko watu wote baada ya manabii na malaika wake. Lakini pamoja na mapenzi yetu hayo kwa maswahaba, haikuwa na haitoweza kuwa abadan ni sababu ya sisi litamsil haqaiqi, kuifuta kabisa, kufuta ule uhalisia wa mambo ulivyo, tukasema tunaondosha kwa sababu mapenzi yetu. Wa ighfaliha, na kughafilika na uhalisia. Wala nara aiban, hatuoni aibu yoyote fi dhalika, katika jambo hilo. Baada istisharatina, baada ya kushauriana kwetu, man nathiqu bihi, kwa yule ambaye tunamwamini, min ulamaina, katika wanawachuoni wetu, wa mashaikhana, wa mashaikhina, na baada ya kushauriana na mashekhe zetu, hatuwezi kuona aibu katika jambo hilo. Aqulu, Sheikh anasema, Uthman ibn Muhammad al-Khamis anasema, aqulu, mimi ninazungumza, la nara aiban, hatuoni aibu yoyote, fil khawdi fi hadha almawdu' ala itlaqi, kuzama kwenye maudhui kwa ujumla wake pasina kufungika. Bali alaibu fi an yakhudha alinsanu bijahlin au su'i niyati au huma ma, au aibu kubwa ni kiumbe mwanadamu, an yakhudha alinsanu, kuzama, kuporoja mambo, bijahlin, kwa ujinga, hajui, au akaporoja su'i niyatin, kwa nia yake mbaya, au huma ma, au kwa yote mawili, mjinga lakini pia na nia mbaya. Hapo ni aibu, kana ni kasoro kubwa sana. Amma idha kana al-khawdhu bi'ilmin wa adlin wa insaf, ameikiwa kule kuzama na kuyazungumza unayazungumza ni kwa sababu ya elimu, kwa maarifa sahihi, wa adlin, na kwa uadilifu, wa insaf, na kwa usawa, wa taqwa, na kwa kumcha Allah tabaraka wa taala, unamkhofu Allah kuyafanya hayo. Falladhi dhahara li annahu la mania minhu, basi kwa lile ambalo limedhihiri kwangu mimi, naona jambo hilo hakuna kizuizi hata kidogo. Falladhi dhahara li, kwa lile ambalo limedhihiri kwangu mimi, anasema Sheikh Uthman bin Muhammad al-Khamisi, falladhi dhahara li, kwa lile ambalo limedhihiri kwangu mimi, anau, ya kwamba la mania minhu, hakuna kizuizi katika jambo hilo. Idhan, kwa ajili hiyo, la budda, ni lazima, an na'taqida, sisi tuitakidi na tuamini, anna sahabata khairul bashari,
kwamba maswahaba wao ni viumbe bora kabisa. Tuamini na tutakidi hivyo, ni viumbe bora kabisa, lakini baada al-anbiya wal malaika. Wa anna taqida, na tuamini annahum, kwamba wao ghairu masumina. Tuamini hivyo kwamba wao si viumbe waliokingwa na maasi, si viumbe ambao ni maasumu. Kama wanadamu wanaweza kateleza, sio manabii. Wa anna ma waqa'a min ba'dihim khata'an, wa anna ma ba'da min ba'dihim khata'un la khati'a, na yaliyotokezea kwa baadhi yao ni khata'un la khati'a, ni khata'un la khati'a. Hii la tuakhidhna inna la tuakhidhna, ila aya imekuja la tuakhidhna inna sina au akhtana, inna sina au akhtana. Kwa hiyo wanachuoni katika kufasiri ile aya, akhtana ni makosa ambayo mtu ameyakosea si kwa makusudi, na hii ndio maana ya adala ambayo wanasifia maswahaba. Tunajua jamaa wanasema aswahaba humul adul, ni wao wana adala. Maana ya adala ni kwamba hafanyi kosa purposely. Kama kafanya kosa kwa jitihada na kwa binadamu, lakini si kwa maana anafanya makusudi. Ndio maana anasema wa anna ma waqa min ba'dhim, yalitokezea kwa baadhi yao khata'un, ni makosa ya bahati mbaya, si kwa kukusudia. La khati'a, si makosa yaliyodhamiriwa na kupangwa. Hii ndio itikadi na imani ambayo mimi na wewe Waislamu tuamini hilo kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na nafasi yao waliokuwa nayo. Washattana baina al-amrayni, na ni mbali kabisa baina ya mambo mawili, khata'un na khati'a. Shattana baina al-amrayni, ni mbali kabisa baina ya mambo mawili. Fa idha ja'atka riwaya, endapo itakujia riwaya fiha ta'anun fi sahabiyin, ndani yake kunaonekana kuna ta'an, kuna kasoro imeletwa au tusi kwa sahaba, fala tuqaddim ala raddiha wala taqbalha, usifanye haraka kuirejesha wala kuikubali. Fala tuqdim ala raddiha, usiharakie kwenda kuirejesha, wala takbala, wala kuikataa, wala yani kuikubali, hata tandhura fiha, mpaka wewe ufanye uchunguzi wa kina kwenye taarifa hiyo. Fa idha ja'atka riwaya, ukijiwa na riwaya yoyote fiha ta'nun fi sahabiyin, ndani yake kuna ta'an, kasemwa vibaya sahaba, fala tuqdim ala raddiha, usiharakie kuirejesha kwa riwaya hiyo, wala takbalha, wala usiharakie kuikubali riwaya hiyo, hata tandhura fiha, mpaka uifanyie uchunguzi vya kutosha riwaya hiyo. Fa in wajadta sanada sahiha, iwapo utaikuta sanadi ya hadithi hiyo ni sahihi, fahadha, basi hii itakuwa min al-ashyai, ni katika mambo alati ambayo hum ghairu maasumina fiha, wao hawajakingwa na mambo hayo. Fahum yukhti'una kasairil bashari, wao wanakosea kama binadamu wengine. Fahum yukhti'una, wao wanakosea kasairil bashari, kama binadamu wengine. Wa in wajadta sanadan dha'ifa, na kama utaikuta sanadi ambayo ni dhaifu, fabqa ala al-asli, bas bakia kwenye asli. Fabqa ala al-asli, bakia kwenye asli. Asli ni ipi? Tumezungumza huko nyuma huko. Asli ni kwamba hawa Allah amewasifu, Mtume salama amewasifu ni viumbe bora kabisa. Bakia kwenye asili hiyo. Wahum nayo, wa huwa nayo asili annahum khairul bashari,
ni binadamu bora kuliko binadamu wote baada anbiya ilahi, baada ya manabii wa Allah salawatullahi wasalamu alaihim, rehma na amani kwa wingi sana kwa wao, rehma na amani kwa wingi sana kwa wao. Kwa hivyo iwapo utakuta riwaya hiyo uliyosema inaonyesha kwa sababu ya maswahaba, basi elewa ya kwamba isnadake ni sahihi, kwamba hao ni wanadamu hawajakingwa. La, sanadi ni dhaifu, bakia kwenye asili. Na ni ipi? Hum khairul bashari baada anbiya ilahi, baada ya manabii wa Allah salawatullahi wasalamu alaihim, rehma na amani kwa wingi sana kwa wao, manabii pamoja na malaika wake Allah tabaraka wa taala. Anasema ikiwa umeikuta riwaya hiyo inazungumzia ndani yake kuwasema vibaya maswahaba, na ukaitazama vizuri sanadi yake ni sahihi, basi kuwa natambua ya kwamba hao ni binadamu ambao si maasum. La, umeikuta riwaya inazungumzia ta'anu fi ashabi Rasul sallama au fi sahabi, kwa sababu yote hadithi hiyo ni dhaifu, haina usahihi, basi bakia kwenye asili, na asili yenyewe hao ni khairul bashari baada anbiya ilahi wa malaikatihi salawatullahi wasalamu alaihim, hao ni viumbe bora kuliko viumbe wote baada ya manabii pamoja na malaika wa Allah tabaraka wa taala. Anasema mwandishi wetu bidalili likitabi wa sunna. Hayo anayazungumza si kwa porojo tu, anayazungumza kwa ushahidi kupitia kitabu kitukufu Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin salatu rabbi wa salamu alayhi wa alihi wasallam. Na ameanza kuileta aya, amma madhullahi tabaraka wa taala li ashabi Rasul sallama fahuwa fi qawli llahi azza wa jalla, ama sifa za Allah mtukufu aliyetukuka kwa masahaba wa Mtume sallama, fahuwa sifa hizi kasifu fi qawli llahi taala, katika tamko lake Allah tabaraka wa taala aliposema Muhammadu Rasulullah, Muhammadi ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala. Muhammadu Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala. Walladhina ma'ahu, na wale wote waliokuwa pamoja na yeye, ashidda walal kufari, ni wakali sana, ni majasiri sana dhidi ya makafiri, si watu lele mama, si watu ambao wanakubali kurubuniwa kirahisi. Ruhamau bainahum, lakini pia wao kwa wao wakihurumiana, wao kwa wao wanahurumiana kweli kweli, wanapendana sana. Na hii ndio sifa ya waumini. Kama sifa hii imepukwa kwao, haipo, wallahi ni mtihani, lazima iwepo. Tarahum, utawaona hao maswahaba wakisifiwa, ruk'an, wakati wakiwa katika hali ya kurukuu, sujada, na wakisujudu, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakitafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala pamoja na radhi zake Allah tabaraka wa taala. Simahum fi wujuhihim, alama zao kwenye nyuso zao, min athari sujudi, ni kutokana na zile athari za wao kusujudu. Wana alama katika nyuso zao kwa sababu ya kule kusujudu kwao. Utaona wakiwa na mazingira kama hayo. Dhalika mathaluhum fi Taurat, hayo basi mifano yao pia inapatikana katika kitabu cha Taurati. Wa mathaluhum fil Injil, na pia mfano wao kama huo unapatikana katika kitabu cha Injil, kwa maana ni maneno ya Mungu yalikuwa sahihi. Basi hivyo ndivyo vilivyokuwa sifa zao, na waliokuwa huko hivi ndivyokuwa. Yani Taurati sahihi, Injili sahihi, watu sahihi kwenye Taurati, watu sahihi kwenye Injili. Kazari'in akhraja shat'ahu,
Sasa ni sawa sawa na mmea ambao mmea huo umetoa shatahu, mmea umekuwa ukatoa lebua lake au mzizi wake, faazarahu, ukautia nguvu wa mzizi wake, fastaghlada, ukapiga ukawa mnene, ukakuwa ukawa mnene, fastawa, ukasimama ala suqihi, kwenye bua lake vizuri, ukastawi. Yujibu zurraa liyaghidha bihim alkufar, unawafurahisha kweli kweli wakulima, lakini huku wakikasirishwa, wakiudhiwa kwao. Liyaghidha bihim alkufar, tazama sasa, yujibu zurraa liyaghidha bihim alkufar, unawafurahisha wakulima ili iwe sababu au mwisho wake waweze kukasiri, au unawakasirisha kwa waumini hao, unawaudhi na kwa kera sana makufari. Yani lugha, tunazungumzia lugha ya picha tuelewe na mazingira. Yani namna ambapo Uislamu unaponawiri, sababu ni waumini sahihi waliokuwepo, hasa wa maswahaba, basi upande wa pili wa Uislamu kunawiri hivyo kwa sababu ya Uislamu wao au maswahaba, basi makafiri wanakasirika na wanachukia kwa jambo hilo. Hawapendi kuona Uislamu na Waislamu wananawiri, hawapendi kuona jambo hilo. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah amewahidi wale walioamini, waamilu salihati, na wakafanya vitendo vizuri, minhum, miongoni mwao, maghfiratan wa ajran adhima, amewahidi msamaha na malipo yalikuwa makubwa sana. Anasema fi hadhihi alaya, katika aya hii, madaha Allahu tabaraka wa taala jumlata ashabi rasulillah salama, amewasifu Allah tabaraka wa taala jumla ya maswahaba mtu salama. Idhan, kwa hivyo al-aslu fihim al-madhu, asili kwa wao ni kusifiwa, sio kuaibishwa na kutiwa kasoro. Waqad thabata anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na pia imethibiti kutoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kwamba yeye amesema, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu. Falau anna ahadakum, laiti kama moja wenu, anfaka mithla Uhudi dhahaba, atatoa mfano wa mlima Uhudi dhahabu, katoa dhahabu mfano wa mlima wa Uhudi. Ni mlima mkubwa, mpana na mrefu, ukubwa ule. Basi mtu ametoa mfano huo wa dhahabu wa mlima wa Uhudi, ma balagha mudda ahadihim, hawezi kufikia kiwango cha kibaba alichotoa sahaba, hafikii kiwango chake hicho, wala nasifahu, wala hawezi kufikia ile nusu yake. Alhadithi sahihi muttafaqun alayhi. Fahadha madhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ashabihi sallallahu, hii ni sifa ambayo mtume amewasifu, kuwasifu maswahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum wa arda ajma'in, Mwenyezi Mungu awape radhi kwa wingi sana wote. Kwa hivyo ndivyo ambavyo anavyomalizia katika nukta hii ya kuhusu maswahaba. Unaposoma historia ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mbali na kuwa na tahadhari katika mambo manne: la kwanza, kutomili kwenye rai ya mwandishi; la tatu, kuchunguza, kuangalia zaidi ile asili ya riwaya, sio kuangalia maoni ya mtu mwenyewe, asili ya riwaya amechukua wapi, lakini kutarajia uadilifu wakati kusoma. Kadhalika unaposoma historia ya maswahaba, mambo mawili yazingatiwe. La kwanza, uitakidi kwamba maswahaba ni bora kuliko binadamu wote baada ya manabii na malaika wake alayhi salatu wasalam. Na jambo la pili, amini kwamba maswahaba ni ghairu maasumin. Ili liamini hivyo, si maasumin kwa mmoja mmoja, ama kwa pamoja wote wanapokubaliana jambo kwa pamoja, basi jambo hilo kwa mmoja wao ni maasum, kwa sababu mtu anasema al-umma au hadhihi al-umma la tajtamiu ala dalala, umma huu haukusanyiki, haukubaliani katika jambo la upotovu. Kwa ikiwa maswahaba Mtume sallallahu wamekubaliana katika jambo, basi ameondoshewa
kwenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo ni maasum kwa umoja wao, kwa mmoja kama wanadamu, basi si ghairu maasum. Kwa hivyo akamalizia kwamba utakapoikuta riwaya yoyote ambayo inazungumza vibaya kwa maswahaba, basi iangalie riwaya hiyo. Kama itakuwa ni riwaya sahihi kweli kweli, basi ni wazi kwamba kama katokezea sahaba mmoja kaelezwa kwa hakuzungumzwa vizuri, ile kwamba huyo si binadamu, ni binadamu ambaye anaweza kukosea, lakini makosa yao ni khata'un si khati'a. Kakosea si kwa makusudi, ni kama wadamu kwa jitihada kakosea, lakini si kosa la makusudi. Elewa hivyo. Na umekuta riwaya inazungumza vibaya kwa sahaba, lakini riwaya hiyo ni dhaifu, bakia kwenye asili. Asili ni ipi? Hum khairul bashari, wao ni binadamu bora kuliko binadamu wote baada ya manabii na malaika wake salawatullahi wasalamu alaihim, kwa dalili ambayo amezungumza kwa haraka. Aya hii suratul Fathi, aya mwisho kabisa, Muhammadur Rasulullah, na akachukua hadithi ya Mtume ambayo ni sahihi na sahihi Bukhari na Muslim, la tasubu ashabi falau anna ahadakum anfaka mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Yeyote atakayeweza kutoa dhahabu mfano mlima wa Uhudi, basi hawezi kukikutia kibaba cha sahaba alichokitoa kwa ajili ya Allah, wala nusu yake hawezi kufikia kabisa. Kwa hii ni sifa kwa Allah na ni sifa kwa Mtume sallallahu. Kwa hiyo asili ya maswahaba ni kusifiwa. Hakadha inshallah taala tuweke hapa na tutambua hivyo, na tujue kwamba kuwapenda maswahaba na kueleza kwa usahihi maswahaba ni miongoni mwa mambo muhimu na itikadi katika Uislamu. Kinyume chake unaibomoa itikadi yako, msingi mkuu wa imani yako.